Habari, karibu tena katika channel yetu ya JWC Herbal Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea tiba ya michirizi. Wengi wamekuwa na changamoto hii, wakina mama, na wengi wamekuwa wakitafuta suluhisho namna ya kuondokana na hiyo changamoto ya michirizi. Tunafahamu michirizi inatokea katika maeneo tofauti tofauti katika mwili wa mwanamke. Kwanza mingine michirizi inatokea tumboni, wengine inatokea humu kwenye sehemu za maziwa au sehemu za matiti, lakini pia wengine kwenye mapaja, ina maana mapaja, na wengine huku anapokunjia mguu, ina maana huku nyuma ya goti. Kwa hiyo unakuta michirizi mara nyingi inakuwa kwenye sehemu tofauti tofauti za mwili. Sasa hii changamoto imekuwa ikiuzi kwa baadhi ya watu, wakiona mbona kama ngozi yangu imekuwa na changamoto. Na sasa kuna vitu hapa vingi vinakuwepo kwenye maisha. Kwa mfano, kuna baadhi ya wanaume ambao wakiona ile michirizi pia huwa wanapendezwa nayo. Kwa hiyo unakuta mtu ana mpenzi wake au mke wake, kwa hiyo ile michirizi haoni changamoto, yani yeye ndiye anayopenda. Hata ukiuliza, sasa kila mtu ana upendo wake, kwamba kwenye kitu fulani kuna kitu mtu anapenda. Lakini kwa wanawake mara nyingi wanaona ni kero, kwa sababu kama vile inaharibu ile ngozi yake. Kwa hiyo kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Sasa tutaongelea kwanza sababu za michirizi mwilini. Sasa michirizi mwilini inasababishwa na nini? Sababu namba moja inayopelekea michirizi mwilini, kwanza ni mabadiliko tunasema ni mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni, basi ikitokea homoni zimebadilika katika mwili wa binadamu, basi ujue kwamba changamoto ya issue ya michirizi inaweza ikatokea mwilini. Ambayo mabadiliko ya homoni ni pale mtu ambapo anaingia bale. Unapoingia bale, basi kuna wengine wanaingia kwa mwili kuweza kuwa na michirizi. Lakini sababu ya pili, tunasema sababu ya pili ya michirizi tunasema ni mwili kuongezeka au kupungua kwa ghafla. Kwa hiyo kwa sababu changamoto ya michirizi inatokea kwenye damu kwenye mwili, na maana changamoto inayotokea kwenye mwili. Kwa hiyo ikitokea mwili umeongezeka au umepungua ghafla, basi ni sababu nyingine inayopelekea michirizi. Lakini sababu nyingine ni mjamzito. Mtu akiwa mjamzito, wengine wanapata akiwa jawazito, lakini na wengine baada ya kujifungua. Kwa hiyo ukiwa mjamzito, basi unapelekea ile tumbo, ile ngozi ya tumbo kuweza kuvutika. Kwa hiyo ikiweza kuvutika, inaweza ikapelekea michirizi. Kwa hiyo kwa wale wajawazito pia hii changamoto wanaona, na wengine utakwambia bana, nilipata hii changamoto nilipokuwa mjamzito. Lakini sababu nyingine ni kufanya mazoezi makali. Mazoezi ya makali ambayo yanatanua misuli, basi na yenyewe pia yanapelekea mwili kuweza kutanuka. Mwili ukitanuka, basi unazalisha zile tunaita stretching ambayo inakuwepo kwenye mwili wa mwanamke. Lakini mwisho ni madawa, kutumia madawa especially corticoids, ambayo na pamoja na zile dawa za homoni mara kwa mara pia, na chenyewe kimekuwa ni chanzo kikubwa kinachopelekea michirizi kwenye mwili wa mwanamke. Kwa hiyo hizo ni sababu msingi zinazopelekea mwanamke kuwa na michirizi. Tuambie hapo chini, wewe unadhani kwako ni changamoto ipi au ni chanzo kipi cha michirizi kwenye mwili wako? Tunasema unavyozidi chanzo kimoja hapo cha kutatua tatizo. Unapolijua tatizo, ni njia ya kwanza nzuri ya kuondokana na hilo tatizo. Kwa hiyo utatuambia hapo chini kwamba chanzo chako cha michirizi, chanzo kwako ni kipi, na tutaweza kuona namna ya kusaidizana. Lakini pia michirizi huwa inawasha. Kuna wengine huwa inawapa miwasho, ndio maana wengi huwa hawaitaki. Inafika sehemu mtu anakuwa anapata miwasho mikali. Sasa hapa tutaongelea namna ya kuondokana na changamoto ya michirizi. Sasa kuna tiba, wengi wanakuambia michirizi haiponi, michirizi hamna dawa ya kuponesha michirizi. Maneno yamekuwa mengi, lakini nikwambie dawa ya michirizi ipo, inapatikana. Dawa namba moja ambayo wengi hawafahamu, angalia chanzo chako cha michirizi
ni kipi. Kama ni kunenepa au mwili kuongezeka kwa ghafla na kupungua kwa ghafla, basi hiyo ndo suluhisho namba moja. Kama umeongezeka, basi angalia namna ya kupunguza uzito. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna rahisi ya kupunguza uzito na kupunguza tumbo. Sasa kuna tofauti hapa. Kuna watu ambao wanapata akiwa anapungua uzito, tumbo halipungui lakini uzito unapungua. Uzito wa mwili unapungua ila tumbo halipungui. Tumeelezea namna ya kuondokana na changamoto hiyo kwenye video ambazo zimeweza kupita. Kwa hiyo kama umetokea umekonda ghafla, pia utaangalia namna ya kuongeza vyakula ambavyo unaweza kutumia ili kwa ajili ya kuongeza uzito au unene uweze kuwa na shepu nzuri ambayo huenda wewe utakuwa unahitaji. Lakini pia ukiona michirizi imetokea hapo, sasa tunaingia kwenye tiba moja kwa moja. Ukiona michirizi inatokea kwako ukiwa na ujauzito, basi pendelea kutumia sana mafuta ya nazi na mafuta ya mnyonyo. Mafuta ya mnyonyo na mafuta ya nazi ni mafuta mazuri ambayo utakuwa unajipaka kwenye ile sehemu ambayo wewe unaona kuna michirizi. Hivyo hivyo kipindi unakuwa mjamzito tumia, kwa sababu haya ni mafuta ya kawaida, ingawa wengi huwa wayataki, atakwambia ni mafuta ya harufu ya mtoto, ila ni mafuta mazuri sana. Utakuwa unajipaka kwa muda huku ukiendelea kutengeneza afya yake. Tunajua kwamba ngozi ikishakuwa na michirizi haiwezi kurudi ghafla. Ndio wengi wamekuwa wakijua changamoto hii haiponi, lakini changamoto inapona, ila inahitaji muda. Jipe muda. Huwezi kufanya kitu cha ghafla. Huu ni mwili. Hauwezi kubadilisha ghafla. Lakini kwa hiyo ukiwa unapaka ile mafuta ya mzaituni, mafuta ya mnyonyo na mafuta ya nazi ni mafuta mazuri sana, mpaka yataenda kupoteza kabisa hiyo changamoto ya michirizi. Lakini tiba nyingine ambayo unaweza ukaitumia kuondokana na hiyo changamoto baada ya kutumia mafuta ya mnyonyo, basi ni na nazi, basi kuna utomvu wa aloe vera. Utomvu wa aloe vera, wengi wamefahamu aloe vera imekuwa ni dawa mashuhuri, lakini pia aloe vera inatumika, ni dawa nzuri kwa ajili ya kukuzia nywele. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna ya kutumia kuweza kukuzia nywele. Kwa hiyo aloe vera, ule utomvu wa aloe vera ukiwa unapaka sehemu ambapo unaona kuna changamoto, basi ni tiba mojawapo nzuri ya kuondokana na swala hili la michirizi. Lakini kuna apple cider vinegar. Apple cider vinegar ni dawa nzuri, utaweka uwiano moja kwa moja, na maana uwiano sawa na maji. Utapaka kwenye sehemu unapoona kuna changamoto hiyo ya michirizi. Lakini pia nyingine ambayo unaweza ukatumia, sasa hapo utachagua tiba rahisi ambayo kwako inapatikana kwenye mazingira yako, namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia unaweza ukaponda vitunguu swaumu. Ponda vitunguu swaumu, yale maji yake utapaka kwenye sehemu ambayo ina michirizi. Kwa hiyo utafanya hivyo asubuhi na jioni. Fanya hivyo mpaka changamoto isha. Hapo chini kwenye komenti tuambie wewe ulitumia kitu gani au ulitumia dawa gani kuondokana na changamoto hii ya michirizi. Tunasema sharing is caring. Kwa hiyo tunavyo share na wengine wanaona suluhisho, namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo tuambie hapo chini wewe ulitumia dawa gani kuondokana na swala la michirizi. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu ya JWS Herbal Clinic, basi usahau kusubscribe na kucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma kila siku. Wanasema JWS Herbal Clinic imekuwa ni msaada kwa watu wengi, imeweza kuwatoa watu wengi sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Cha kwanza kwa sababu inatoa elimu, na sisi pia tumejikita moja kwa moja kwenye namna ya kutoa tiba ya changamoto ambazo zimekuwa zikitusumbua na changamoto ambazo zimekuwa zikitufanya tuingie gharama kubwa kuzitibu. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kuna vitu ambavyo unaweza kuviandaa ukiwa hapo nyumbani na kuweza kuondokana na hizi changamoto za kiafya. Kwa hiyo usisahau kutufuatilia kama una jambo lolote ambalo linakusumbua, kuna ugonjwa wote ambao haujawahi kuona namna ya kuondokana nayo, hujawahi kuona tiba yake,
basi usisahau kutuambia hapo chini, au utatupigia kwenye namba zetu za simu ambazo zinapatikana, ili na sisi tutaweza kupokea mara moja, na tutaweza kusikiliza na kukupa ushauri namna ya kuondokana na hiyo changamoto kiurahisi ukiwa hapo nyumbani. Tunasema JWS Herbal Clinic, afya kwanza, tunajali afya kwa ajili yako. Karibu na Mungu akubariki.